Bwana, wakati sakata la Young Africans kuendelea kutafuta kocha mpya likiwa linaendelea, hivi sasa bwana, kuna jina la mwalimu ambaye hana klabu na Young Africans walikuwa wanamhitaji mara baada ya Miguel Gamondi kuondoshwa msimu uliopita, lakini kwa mujibu wa taarifa ambao nilipata ni kwamba mwalimu alikuwa ameamua kubaki na timu yake. Licha kwamba alifanyika majaribio ya kupatikana kwake, lakini akaamua kustick na mazingira ambayo alikuwepo. Huyu si mwingine ni Khairuddin Madawi. Huyu ni raia kutoka Algeria ambaye msimu uliopita alikuwa na klabu ya CS Constantine. Wengi watakuwa wanafahamu hii ni klabu ambayo ilikutana na Simba na ilifika mpaka hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Sasa Madawi bwana sasa hivi anapatikana. Yaani hivi ninavyozungumza ni mwalimu ambaye anapatikana tangu mwezi wa 6, hana kibarua, na nikijaribu kumwangalia ni kama vile naona kama ni muda sahihi tena wa Young Africans kumwendea huyu mwalimu kwa kiasi kikubwa sana. Na kiukweli kama kuna mwalimu ambaye unaweza kwenda kumpata hivi sasa ambaye ana mchanganyiko wa uzoefu, upatikanaji wake ni mwepesi, mfumo wake unaendana kwa kiasi kikubwa sana na mahitaji ya Young Africans, hasa kwenye yale mafanikio ambayo tulizoea kuona wakiwa wameyapata kwenye miaka ya hivi karibuni, unamzungumzia Khairuddin Madawi. Huyu ni mwalimu ambaye kama ambavyo nimebainisha alikuwa mwalimu wa CS Constantine recently, lakini amefundisha kwa kiasi kikubwa sana katika nchi ya Algeria na ana jumla ya mataji 7 kwenye kibindo chake, ikiwemo taji la ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 2014 akiwa na klabu ya AS Setif. Kashachukua ubingwa wa ligi ya Algeria, kashachukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa hasa kwenye malengo makubwa ambayo Young Africans wanakuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa. Ni mwalimu ambaye anaamini katika mfumo wa 4-2-3-1 predominantly. Yaani huo ndo mfumo ambao yeye anaishi nao, analala nao, anaamka nao. Anaamini katika mfumo wa 4-2-3-1, mfumo ambao kwa kiasi kikubwa sana pia tumekuja kuona Young Africans wamekuwa wakifaidika nao sana kwenye matumizi yake na kuwekeza uwanjani, kitu ambacho kimepelekea wao kupata mafanikio kwa sehemu kubwa ya miaka 4 iliyopita chini ya walimu tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye kwanza anapatikana, ana uzoefu mkubwa, lakini pia anakwenda kuapply kitu ambacho kiufundi tayari kilishaonyesha kuleta mafanikio kwa upande wa Young Africans. Hivi sasa anapatikana na Young Africans wanamjua. Pengine kuna CV imetumwa na ni miongoni mwa makocha ambao wanaweza kwenda kuleta vitu vingi ambavyo vinashabihiana, ambavyo vinaweza kwenda kuoana na malengo na mahitaji ambayo Young Africans wanayo kwenye kikosi chao.